Je, mtazamaji, umewahi kushuhudia wizi wa mabavu? Hilo lilitokea katika eneo la Kinoo ambako mali ya takriban shilingi 350,000 iliibwa katika duka la M-Pesa huko Kinoo, wezi wakinaswa na kamera za CCTV. Mwanahabari wetu Hussein Mohamed anatupa taarifa hiyo kwa kina. Eneo la Kinoo, tarehe 4 mwezi huu, saa chache kabla ya saa 4 usiku, nje ya duka hili la M-Pesa, mama huyu anafunganya virago baada ya riziki yake ya siku. Bawabu naye akifunga mlango wa duka na kumruhusu jamaa huyu kama mteja wa mwisho. Kabla ya kulifunga mlango, jamaa anatoa bastola na papo hapo bawabu anajaribu kumzuia. Kufuatia uoga, bawabu anatokomea, na hapo jamaa huyu pamoja na wenzake wawili wanaingia katika duka hili la M-Pesa. Bila ya kusita wala uoga, kwa ubabe na hanjam ya aina yake, kila mmoja wa wahalifu hawa wanatoa bastola yao na kuielekeza kwa wauzaji hawa. Wauzaji waliosalia kuwa mateka ndani ya duka yao. Wateja wawili pia wanasalia kuzama katika sokomoko hii. Wanaingia katika kasha la pesa na kwa pupa wanachukua noti za pesa zilizokuwepo. Tamaa inawazidi na kuwabidi kutafuta mfuko ili wabebe mapeni ya pesa iliyosalia. Na kila ambapo mwenye duka anapojaribu kuongea, anapata kichapo. Picha hizi zinaweka wazi jinsi mwenzake anachukua kadi za simu maarufu airtime na kuziweka katika mfuko wake wa nyuma, huku kwa pupa zingine zikianguka. Mteja huyu aliyejawa na hofu na wahaka na aliyekuwa ndani pia alitumia ujanja wake ili kuiokoa simu yake. Wahalifu hawa baada ya dakika 4 ya kuwatisha, kuwapiga na hata kuwapokonya mali ya waja hawa, walitoka na kutokomea. Wenye mali wakisalia kukadiria hasara waliopata na kushukuru uhai wao. Takriban 350,000 ikiibiwa. Picha za wahalifu hawa wanne ziko dhahiri na bayana kwa wananchi kuweza kuwatambua, huku visa kama hivi vikitajwa kukidhiri. Hussein Mohamed, KTN leo wikendi, Nairobi.